kwa kile ambacho nimeweza kupokea taarifa juu ya ndugu yetu mchungaji Albert Mlelwa. Kwa namna nyingi ya maombi, masikitiko, simanzi, japo bado hatuko sawa katika fahamu kwamba labda tunajisikia vizuri baada ya kuonekana, hapana. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ya kuonekana kwake, kwa sababu mazingira aliyowekwa, mazingira aliyokuwa amehifadhiwa, mimi naamini tu kwamba hayako salama. Kwa ninaposema kwamba sio kana kwamba ndo nimefurahi, hapana, ila tunashukuru Mungu kwa sababu ya kupata taarifa kwamba ameonekana mahali ambapo yupo kwenye kituo cha polisi cha Temeke cha Ng'ombe. Ninashukuru Mungu sana kidogo sana, kwa sababu tumeishi kwenye mazingira ambayo usingizi unalala wa mangamngamu, yani unakuta uelewe, kwa sababu watu wote waliosemekana wametekwa, wamepotea. Tulikuja kupata taarifa baadaye kwamba wengine sio wametupwa kwenye mbuga za wanyama huko, wengine sio wamefanywa, wengine hata tujua kwa wapi mpaka sasa. Wapo kina Soka, wapo kijana mmoja hapa Ntokela ni kama alitekwa mpaka sasa eleweki yuko wapi. Wako vijana tu wengi ambao wametekwa mpaka leo hawajulikani wako mahali gani. Kwa mimi nishukuru Mungu sana kwa sababu tumepata taarifa, japo wamegoma kwamba tusiweze kumuona, hajatoa ruksa ya kuweza kumuona, lakini wametuelekeza kwamba kwenye kituo cha pale cha Ng'ombe cha Temeke wamesema yupo. Kwa mimi nishukuru Mungu sana wala sio kidogo sana. Lakini toe rai tena na niongee na askari polisi kwamba askari polisi, tumia cheo chako, tumia nafasi yako ulionayo kufanya vizuri, kwa sababu askari nje na kuwa kwenye vazi la askari, wewe bado ni mwanadamu. Uweze kutambua kwamba bado ni mwanadamu na maisha yako mikononi mwa Mungu. Hata kama una silaha, hata kama umehakikisha usalama, wewe unajisema kwamba ni mlinzi wa raia na mali zake, wewe ni usalama wa raia na mali zake, ndio yaweze kawa, lakini ujue tu kwamba wewe bado ni mwanadamu. Kama ziko sheria ambazo ziko mbele yako, ziko unazijua, ziko unataka uzitekeleze, zitekeleze kwa namna ya haki. Usitekeleze kwa sababu ya kwamba unajidai, kwa sababu edha aliyeko juu yako ndio anakupa mamlaka na kuhakikishia usalama, kwamba wewe hata ukifanya dhuluma na uonevu wa namna yoyote uwezo wa na chochote. Mimi ni kuase na kukuonya askari polisi na mtu yoyote ulio katika serikali, katika vyeo, jitenge sana na dhuluma, jitenge sana na maonevu, kwa sababu nje na cheo, nje na nafasi ulionayo, wewe ni mwanadamu. Na uko wakati ambao Mungu, maisha yako yatasimama mbele ya Mungu. Kweli wanadamu wa kizazi hiki, wanadamu walioko serikalini ni kama waamini Mungu, wanamtaja Mungu na kuapa kwa Biblia, lakini maisha yao na matendo yao yako kinyume kabisa na wanachokuwa nakiapa. Nini pamoja na jeuri yote ulionayo, pamoja na kiburi chote ulichonacho, wewe jua tu kwamba wewe ni mwanadamu. Na upo wakati utakuja kusimama mbele ya kiti cha hukumu, kutoa hesabu ya matendo yako, kutoa hesabu ya maneno yako uliyoyanena mengi, dhuluma yako, uonevu wako wote utakuja kutolea hesabu. Kwa hiyo mimi ni kuasa askari polisi kwa namna ambayo umechagua taaluma ya kutekeleza polisi, kwa ajili ya kutekeleza, kuzuia uhalifu, kusimamia haki. Naomba usimamie haki. Ndio maana kwa wakati Yohana baada ya askari kwenda kumuuliza kwamba na sisi askari tufanye nini, akasema toshekeni na mishahara yenu, msimsingizie mtu kesi kwa dhuluma, msifanye kitu kwa uonevu. Maaskari ni wale wale hata leo, ni wale roho ya askari toka kipindi cha Yohana hata leo, toka kipindi cha zamani hata leo, maaskari ni wale wale. Mimi ni kuasa askari kwamba wewe nje na hicho cheo, nje na askari ulionao, nje na ile vazi uliovaa, wewe unajua kama ni mwanadamu. Uko wakati maisha yako yana mwisho. Wapo maaskari wenzenu ambao mlikuwa pamoja nao, leo mko nao, unajua kwamba wewe ni mwanadamu. Pamoja na kwamba una silaha, una bunduki, una namna nyingi, una pingu, unaweza kumweka mtu sasa, yani kwa namna yote ile. Wewe jua tu kwamba wewe ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Kwa hiyo ndugu yetu amegoma kumuona, lakini mimi nasikitika sana na kusema sijajua sheria za Tanzania zimetungwa kwa namna gani na wamekusudia nini. Kijumla nchi ambayo itakuwa haina watu wa kuikosoa, wa kuiweka sawa, hususan mtu wa haki, mtu wa dini, mtu mcha Mungu. Wasipokuwepo watu wa sura kama hiyo, ni vigumu sana hiyo nchi kuonekana kwenye mazingira ambayo watu watakuwa na sababu wanajisikia raha. Kwa hiyo watu wa Mungu, watu mlioko Tanzania, watu mlioko katika vyeo, mlioko katika serikali, jitahidini sana kutenda haki. Jitahidini sana kutenda kwa namna ambayo haitakuwa na madhara ya kumuumiza mtu mwingine. Nje na hapo, hii nchi, hii dunia, kuishi watu wasio na cheo, wasio na mali, wasio na nafasi yoyote katika serikali katika Tanzania, basi tunaishi maisha magumu sana, maisha yenye hatari sana, yenye maumivu sana. Huyo ni mwanadamu hata kama amekosea, ili pasa, kwa sababu ziko sheria za kwamba mtu kama umemshikilia ashikiliwe baada ya muda kadhaa, lakini kiusani mtu ndugu zake wajue kwamba yuko wapi, ana hali gani, ni kwa sababu hajaua, si jambazi, si mtu yote kama amepanga mipango ya kuja kwa huko kupindua nchi, hapana. Lazima angetengenezwa mazingira ya watu ndugu zake tumuone, lakini pia panapohitaji labda apate chakula. Maana anapo ndio watu tukasema kwamba anapolala lazima lale tunapotaka, kwa sababu ya kila ambacho mnakiona nyewe kwamba mkimlaza mtu kwenye mazingira yenye baridi kali, yenye maji, yenye mateso, ndio mnajisikia raha. Lakini kwa mwanadamu, mateso tunayosababisha juu ya mwili wa mwanadamu wenzio, kama si haki, kama si hayana ile namna ya kwamba huyo mtu ana uovu ndani yake, asurubishwe kwa namna hiyo, na kuambia hayo maumivu na mateso yatakuja kukurudia. Mungu muumba mbingu na nchi, aliyekufanya uwepo katika dunia hii, yupo na anakuona, na wakati wowote anaweza kufanya jambo lolote na akakuadabisha kwa jeuri na kiburi chochote ulicho nacho. Wewe ni mwanadamu, pamoja na mali unayo, pamoja na cheo ulicho nacho, wewe jijue tu kwamba wewe ni mwanadamu. Acha kutenda vitu kwa dhuluma, acha kutenda mambo, kutekeleza sheria kwa namna ya maonevu na namna ya kwamba wewe hata ukimlaza mtu siku kadhaa. Wapo watu wanateseka magereza, yuko mahabusu, tupata kwamba wako mahabusu, watu wanakaa miaka ya kutosha kwa sababu na cheo. Unajua kwamba huko hakuna kukuuliza, unatekeleza unavyojisikia. Mwanadamu, jua kwamba wewe ni mwanadamu. Usijisahau pamoja na mazoezi uliyofanya ya kuruka, kujitesa, kuteseka ili upate hicho cheo, upate hiyo kazi, lakini jua tu kwamba wewe ni mwanadamu. Imekupasa uishi kwa namna ambayo watu watafurahi kwa ajili ya maisha yako, watafurahi kwa ajili ya cheo chako.
Utapata nini ukiumiliki ulimwengu wote ukakosa namna ya raha, tumaini, faraja katika moyo? Ndio maana maskari wengi ni walevi wa pombe, malaya, wanafanya vitu vya ovyo kwa sababu yako maisha wanayoyaishi, yako mambo wanayatekeleza, wana namna nyingi ya kuumiza watu. Ile namna anakuwa anamuumiza mtu, ukimuumiza mara nyingi, lazima wewe moyo wako hautabaki salama. Kuna wakati nao utaanza kukuta namna ya hukumu, kujisikia vizuri. Unaona basi ukajipoze kwenye umalaya, ukajipoze kwenye pombe, lakini bado ukote huko hakuna kinachoweza kupozeka. Kwa mimi ni kuasa tu kwa mwanadamu, ukiishi vizuri utajifurahia mwenyewe. Ukiishi maisha fulani ambayo sio ya kumuumiza mtu, wewe mwenyewe tu kwanza utajifurahia. Mimi nina machache haya. Ninashukuru Mungu sana kwa sababu ya ndugu yetu kupatikana kwamba pale wamekubali kwenye kituo cha ng'ombe kwamba yupo pale. Basi nashukuru Mungu, japo wamegoma kwenda kumuona, lakini tunashukuru kwa sababu wamekubali, sababu tunasoka mpaka leo hajulikani wako wapi. Neema ya Kristo iwe pamoja nawe. Amen.